Miradi hii inatekelezwa kwa kodi zetu wenyewe, lakini katika ukiwasikiliza vizuri right, kama siku ingetokea Mheshimiwa Rais akatoa waraka maalum kwa msimamizi wa mapato Tanzania kwamba kila mmoja arudishiwe pesa yake na badala yake miradi hii itafanywa kwa fedha za serikali nje na kodi ya Watanzania, ninao uhakika kwamba wapo watu ambao katika mgao hawatapata hata shilingi moja kwa sababu hawakuchangia chochote. Leo tumekuja hapa Temeke kwa ajili ya kukagua miradi ambayo inatekelezwa kwa fedha zinazotolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zikiwa ndani yake zimo kodi za Watanzania, lakini ndani yake pia zikiwepo fedha kutoka kwenye vyanzo vingine ambavyo Mheshimiwa Rais anavifahamu. Moja ikiwa ni kutoka kwenye mikopo ya World Bank, mbili ikiwa ni kutoka kwa wahisani wengine, na tatu kutoka kwa marafiki, ndugu na majamaa ambao wapo tayari kusapoti maendeleo ya mkoa wa Dar es Salaam. Leo tumekagua shule za sekondari ambazo zinajengwa katika mfumo wa magorofa. Stori kubwa iliyoko hapa ambayo ningependa kuwahabarisha ni kwamba mkoa wa Dar es Salaam tumedhamiria kwa dhati, kutokana na makuzi yaliyopo ya watu ndani ya mkoa wetu, tuanze kujenga shule za magorofa na tuachane na shule za majengo ya chini. Hii itakuwa ni mwendelezo kutoka kwenye shule, lakini zaidi pia tutafanya hivyo hivyo katika miradi mingine kama vile miradi ya afya. Kama mtakumbuka vizuri, tumefanya presentation inayoonyesha kwa muda wa miaka miwili kutoka sasa mpaka mwaka unaofuata wa fedha, halmashauri au manispaa ya Temeke wamejipanga kutekeleza miradi ya bilioni 70. Hii ni ile miradi ambayo ni mapato ya halmashauri na namna ambavyo wanaitumia ili kwenda kuleta maendeleo kwa Watanzania. Niliwahi kusema kitu kimoja kwamba sisi tumeteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tutekeleze miradi, kusimamia miradi, kubuni miradi na kusimamia ili Watanzania waweze kuiona fahari ya kuichagua serikali yao. Kipo kitabu ambacho kimeandikwa chenye title inaitwa A Monk Who Sold His Ferrari. Maana yake lugha nyepesi kwa Kiswahili sisisi, Kiswahili cha moja kwa moja, ni kitabu kinachozungumzia mtawa aliyeuza gari iitwayo Ferrari. Na kwa Kiswahili kingine ningeweza kusema mtawa aliyeuza kitu chake cha thamani. Maana yake nini? Sisi viongozi tunao wajibu mkubwa sana wa kujitoa sadaka ili tusimamie